kujituma kwa Yesu ndiyo raha, asipokuwako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi katika ulimwengu wenye magonjwa. Moja ya magonjwa yanayosumbua wanadamu ni ugonjwa wa ukimwi, ambao kiulimwengu lishatangazwa kuwa janga. Jamii nyingi sasa wamekuwa kama wamezoea na wanasahau kama ukimwi bado upo. Na kanisa kwa kuonesha kujali lina kitengo maalum kinachoshughulika na mambo ya ukimwi na virusi vya ukimwi. Kitengo hiki kimetenga sabato ya kila mwezi wa 11 mwishoni kuwa sabato maalum ya kuhamasisha jamii kuhusu habari za ukimwi na mambo ya ukimwi kwa ujumla katika ulimwengu mzima. Mwaka huu 2025 sabato hii tarehe 29 mwezi wa 11, ambayo inakuja na ujumbe unaosema chanua mahali popote ulipo, ikiwa ni ujumbe unaoleta matumaini kwamba pamoja na kuwepo tatizo la ukimwi bado tunaye Mwokozi ambaye sisi tulio ndani ya Yesu tunapaswa kuwatia moyo, kuwatia shime, kuwatia nguvu, kuwahimiza, kuwapenda, kuonesha tumaini wale wote ambao wana tatizo la ukimwi katika familia na katika mazingira yao, tukichanua kama vile maua yanavyochanua na kuleta matumaini kwa watu. Sabato hiyo tarehe 29 ni maalum katika makanisa yote katika ulimwengu mzima kwa ajili ya masomo maalum yanayokuja kupitia kitengo hiki cha Adventist AIDS and Nation Ministries. Na kiulimwengu maadhimisho haya au mihimizo hii inafanyikia katika conference yetu ya Magharibi mwa Tanzania, hospitali ya Heri, kwenye kanisa la Heri. Tunahimiza katika makanisa yote kuwa tayari kwa ajili ya programu hizo zinazoanza tangu shule ya Sabato, huduma kuu na hadi Sabato mchana. Bwana wabariki kwa kuwa tayari kushiriki katika programu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Karebo Jacob Ogwanko, mkurugenzi wa idara ya afya jimbo la Magharibi mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato. Ninapenda kukukaribisha katika ibada muhimu ya mwisho wa mwezi wa 11 tarehe 29, ambayo itakuwa ni maadhimisho ya watu ambao ni waathirika wa ugonjwa wa ukimwi. Kiulimwengu itafanyika katika jimbo la Magharibi mwa Tanzania, pale katika hospitali yetu ya kanisa Heri Mission Hospital. Tunakukaribisha kuja kushiriki nasi, lakini pia kutufuatilia. Tutakuwa live siku hiyo ili uendelee kupokea mibaraka pamoja nasi. Bwana akubariki unapoendelea kuchanua mahala ulipo, ukiungana na dunia kuwa mbaraka kwa watu ambao wana changamoto kama hizi, katika jina la Yesu, amina. Kwa majina naitwa Bahati Kaitira. Mimi ni mkurugenzi wa idara ya afya katika jimbo la South Nyanza, ambapo makao makuu yake yako Mwanza. Nipende kukualika katika sabato ya tarehe 29 mwezi wa 11 2025. Shule ya sabato ya siku hiyo inakuja na mada nzuri kuhusiana na chanua mahali ulipo. Chanua mahali ulipo inatupeleka katika kuona namna gani tunatakiwa kuwa bora, kufanya watu wengine wawe na furaha licha ya kwamba wanaishi na maambukizi ya VVU na wanapambana katika magonjwa yanayosababishwa na ukimwi. Mungu ametualika kupitia neno lake katika visa mbalimbali. Katika Biblia tunakutana na kisa cha Ruthu. Huyo Ruthu ni mama ambaye alifiwa mume, akafiwa na baba mkwe, lakini anaishi na mama mkwe pia ambaye ni mjane. Yeye akiwa ameolewa katika nchi ya ugeni, bado alichanua mahali alipokuwa, na hata alipofiwa tunaona ameambatana na mama mkwe wake na anaendelea kuwa bora kwa mama mkwe wake, na katika jamii anachanua mahali alipokuwa. Kwa sababu ya sifa ya kuchanua ama ya kuwafanya wengine kuwa na furaha na kuwa bora, ameweza kupata sifa ya kupata mume ambaye ni Boazi, mkulima tajiri, hata akafikia kuwa na maisha bora kwa sababu alichanua mahali alipokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dr. Yondi Sani Matias, mkurugenzi wa afya wa jimbo la Mara. Baada ya program zote kuanzia shule Sabato, ibada kuu
Sasa jioni tutakuwa tunahitimisha programu yetu hii ya maazimisho ya siku maalum, hiyo tarehe 29 ya mwezi wa 11, ambapo sasa katika hitimisho hilo jioni makanisa yanaweza yakaamua yakaenda na programu moja kati ya hizi. Inaweza ikaamua kufanya elimu au kutoa elimu inayohusiana na habari ya HIV na namna ambavyo inaathiri na mchango wake wa magonjwa makuu kama kansa na mengine ambayo yanaathiri jamii kama ambavyo tumeona katika visa vya Biblia, au ikaamua kanisa la mahalia likaamua kwenda kuwaona wahitaji na kuweza kuwasaidia na kuona kwamba kanisa halijawaacha katika mapito ambao wanayapitia na bado Mungu anawatambua kama viumbe wake. Nipende kukaribisha wewe mpendwa katika sabato hiyo. Usiache na usiweze kumisi katika sabato hii, kwani Bwana ameibariki sana na Bwana atakubariki kadri unavyozidi kushiriki katika kikamilifu. Bwana kubariki na asante kwa kusikiliza.